Wataalamu wanasema chakula chako ndiyo dawa yako, lakini dawa yako inaweza kuwa sumu usipojua kuitumia kwa usahihi. Watu wengi wanaishia kupata nusu ya elimu tunayotoa kila siku kwa sababu hawasikilizi video zetu mpaka mwisho. Leo na kuomba usifanye kosa hilo. Kwa nini? Kwa sababu kitu kikiwa na faida mwilini haina maana kuwa hakiwezi kuwa na madhara. Karafuu inaweza kuwa na nguvu kwa afya yako au inaweza kuletea madhara makubwa ikiwa utaitumia bila kufuata utaratibu sahihi wa kibiolojia kama tulivyoeleza kwenye video iliyopita. Lengo letu Naturemed Supplies ni moja tu, kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na elimu sahihi na ya ndani juu ya matumizi ya mitishamba na viungo vya asili kwa usahihi. Usitumie kienyeji, tumia kitaalamu ili kupata matokeo bora na kuepuka madhara. Baki nasi mpaka sekunde ya mwisho ya video hii kwa sababu kuna maswali kadhaa yameulizwa na baadhi ya watu, na maswali haya yako kwenye engo tatu na tutafafanua kwa kina. Swali kubwa zaidi ni muda gani wa kunywa karafuu usiku? Majibu yote utasikia hapa. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapoupload. Swali la kwanza, muulizaji aliuliza, maji ya karafuu yafanyaje kazi kwenye ini na figo? Majibu ya kina ni haya. Maji ya karafuu husafisha ini na figo. Viungo hivi viwili vinafanya kazi kubwa sana ya kusafisha mwili dhidi ya sumu mbalimbali zinazoingia kupitia chakula, hewa na hata dawa tunazotumia kila siku. Sasa swali ni hili, maji ya karafuu yanafanyaje kazi kwenye mfumo huu? Kulingana na utafiti uliofanywa mwaka 2016 na watafiti kutoka Cairo University na kuchapishwa katika jarida la kitaalamu la Journal of Physiology and Biochemistry, iligundulika kuwa kiambato kinachoitwa eugenol kilichopo kwenye karafuu kina uwezo mkubwa wa kupunguza madhara ya oxidative stress ndani ya seli za ini. Oxidative stress ni hali inayotokea pale mwili unapozalisha kemikali hatarishi zinazoitwa free radicals ambazo huanza kushambulia seli zenye afya. Katika hali ya kawaida, ini hufanya kazi ya kuvunja sumu hizi na kuzitoa nje ya mwili, lakini inapokuwa imelemewa, uwezo huu hupungua. Hapa ndipo maji ya karafuu yanapokuja kama msaada wa asili. Eugenol husaidia kulinda seli za ini zisiharibiwe na pia kuchochea uanzishaji wa vimeng'enya vinavyohusika na mchakato wa detoxification. Aidha, utafiti mwingine uliofanywa mwaka 2018 katika University of Nigeria ulibaini kuwa matumizi ya karafuu yanaweza kusaidia kuboresha utendaji wa figo kwa kuongeza uwezo wa kuchuja damu na kuondoa taka za kimetaboliki kwa ufanisi zaidi. Unapokunywa maji ya karafuu usiku, mwili wako unakuwa katika hali ya mapumziko. Hakuna shughuli nyingi za mmeng'enyo wa chakula. Hii ina maana kuwa ini na figo zinapata muda wa kutosha kufanya kazi yao ya kujisafisha na kujirekebisha kwa ufanisi zaidi. Kwa lugha rahisi, unakuwa umeupa mwili wako mazingira bora ya kujitibu wenyewe kwa njia ya asili kabisa. Swali la pili, muulizaji aliuliza, maji ya karafuu yafanyaje kazi kwenye mfumo wa uzazi na nguvu za kiume? Umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wana nguvu zaidi kuliko wengine bila kutumia dawa kali? Jibu lake lipo kwenye mzunguko wa damu na homoni mwilini. Kulingana na utafiti uliofanywa mwaka 2021 na watafiti kutoka University of Kerala na kuchapishwa katika jarida la Food Science and Technology, ilibainika kuwa karafuu ina uwezo wa kuchochea uzalishaji wa kemikali mwilini inayoitwa nitric oxide. Kemikali hii ina kazi muhimu sana ya kulegeza mishipa ya damu na kuifanya ipanuke. Matokeo yake ni kuongezeka kwa mtiririko wa damu kwenda kwenye viungo mbalimbali vya mwili, hususan viungo vya uzazi. Kwa wanaume, hali hii husaidia kuimarisha uimara kwa sababu ujenzi wa nguvu za kiume unategemea sana kiasi cha damu kinachofika kwenye eneo husika. Kwa wanawake pia, huongeza hisia na mwitikio wa mwili wakati wa tendo la ndoa.
Zaidi ya hapo, utafiti mwingine uliofanywa mwaka 2018 na Aligarh Muslim University ulibaini kuwa matumizi ya karafuu yanaweza kusaidia kuongeza kiwango cha homoni ya testosterone kwa kiwango cha wastani. Homoni hii ni muhimu sana katika kuongeza hamu ya tendo la ndoa, nguvu za mwili na hata hali ya kujiamini. Kwa hiyo, unapokunywa maji ya karafuu usiku, si tu kwamba unasaidia mfumo wa damu, bali pia unachochea mfumo mzima wa uzazi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa njia ya asili bila kemikali za viwandani. Swali la 3, muulizaji aliuliza maji ya karafuu yanafanyaje kazi ya kudhibiti sukari mwilini pamoja na kupunguza uvimbe ambao ni chanzo kikuu cha magonjwa mengi sugu. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa mwaka 2019 katika Seoul National University na kuchapishwa katika jarida la kisayansi la Journal of Medicinal Food, ilibainika kuwa karafuu ina kemikali hai kama flavonoids na nigericin ambazo husaidia kuboresha usikivu wa insulini ndani ya seli za mwili. Insulini ni homoni inayosaidia sukari kuingia ndani ya seli ili itumike kama nishati. Lakini pale seli zinapokuwa hazisikii vizuri insulini, sukari hubaki kwenye damu na kusababisha matatizo kama kisukari. Maji ya karafuu husaidia kurekebisha hali hii kwa kuongeza uwezo wa seli kufyonza sukari kutoka kwenye damu. Hii husababisha kupungua kwa kiwango cha sukari na kuleta uwiano mzuri mwilini. Kwa upande wa uvimbe, utafiti uliofanywa na National Institutes of Health mwaka 2020 ulionyesha kuwa eugenol ina uwezo mkubwa wa kupunguza inflammation kwa kuzuia kemikali zinazosababisha maumivu na uvimbe. Hii ina maana kuwa watu wanaosumbuliwa na maumivu ya viungo, uchovu wa mwili au hata magonjwa ya muda mrefu yanayohusiana na uvimbe wanaweza kupata nafuu kwa kutumia maji ya karafuu kwa utaratibu sahihi. Swali la 4, muulizaji aliuliza, ni muda gani sahihi kunywa maji ya karafuu kabla ya kulala? Swali hili ni muhimu sana kwa sababu watu wengi hutumia karafuu bila kuelewa muda sahihi wa matumizi yake, jambo ambalo linaweza kupunguza au hata kuondoa kabisa ufanisi wake mwilini. Tumeeleza mara kadhaa kwenye makala zetu zingine, na hapa tutakazia zaidi ili kuelewa. Sasa tuingie kwa kina kuelewa muda sahihi wa kunywa maji ya karafuu kabla ya kulala kwa mtazamo wa kisayansi. Kulingana na tafiti mbalimbali za kibiolojia zinazohusiana na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na ufyonzwaji wa virutubisho, muda mzuri zaidi wa kunywa maji ya karafuu ni kati ya dakika 45 hadi saa 1 kabla ya kulala. Sababu kubwa ya muda huu ni kuruhusu mwili kuanza kufyonza virutubisho vilivyopo kwenye karafuu, hususan kiambato cha eugenol, kabla mwili haujaingia katika hatua ya usingizi mzito. Utafiti uliofanywa mwaka 2017 na watafiti kutoka Harvard Medical School unaonyesha kuwa mwili unapokaribia kulala, mfumo wa mmeng'enyo hupunguza kasi yake polepole. Hii ina maana kuwa kama utakunywa maji ya karafuu muda mfupi sana kabla ya kulala, mfano dakika 5 au 10, mwili hautapata muda wa kutosha kuyachakata na kuyafyonza ipasavyo. Kwa upande mwingine, kunywa mapema sana, mfano saa 2 au 3 kabla ya kulala, kunaweza kupunguza ule ufanisi unaohusiana na mchakato wa usiku wa mwili kujirekebisha, night repair processes. Tafiti zinaonyesha kuwa wakati wa usiku, hasa kati ya saa 4 hadi 8 za usingizi, mwili huingia katika hatua ya kujisafisha, kurekebisha seli zilizoharibika na kusawazisha homoni. Hapa ndipo maji ya karafuu yanapokuwa na mchango mkubwa zaidi. Aidha, utafiti uliochapishwa mwaka 2019 katika jarida la Journal of Clinical Nutrition unaeleza kuwa unywaji wa vinywaji vyenye viambato hai kabla ya kulala kwa muda sahihi husaidia mwili kutumia virutubisho hivyo kwa ufanisi zaidi wakati wa usingizi kuliko wakati wa mchana ambapo kuna muingiliano wa vyakula vingine. Kwa hiyo, unapokunywa maji ya karafuu dakika 45 hadi saa 1 kabla ya kulala, unafanya mambo matatu muhimu kwa wakati mmoja. Kwanza, unaruhusu virutubisho kuanza kufanya kazi kabla ya usingizi. Pili, unaupa mwili mazingira tulivu ya kuvionza na kutumia kemikali hizo bila usumbufu. Na tatu, unaongeza ufanisi wa michakato ya usiku kama kusafisha ini, kurekebisha seli na kusawazisha homoni. Hata hivyo, kuna jambo moja muhimu la kuzingatia. Epuka kunywa maji mengi sana ya karafuu karibu sana na muda wa kulala, ikiwa una tabia ya kuamka mara kwa mara usiku kwenda kujisaidia, kwa sababu hii inaweza kuvuruga usingizi wako. Lengo ni kupata faida bila kuharibu ubora wa usingizi. Kwa kifupi,
Muda sahihi wa kunywa maji ya karafuu ni dakika 45 hadi saa 1 kabla ya kulala, kwa sababu huo ndio muda unaoruhusu mwili kujiandaa, kufyonza virutubisho na kutumia kikamilifu nguvu ya asili ya karafuu wakati wa usingizi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.